Basi bwana, habari ya mjini kwa sasa ni kuhusu Profesa Mohamed Janabi, jamaa wetu wa Tanzania ambaye sasa amechukua nafasi ya juu kabisa kama mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kwa kanda ya Afrika. Hii si lele mama, ni deal kubwa na Tanzania tumejipatia sifa ya hali ya juu kimataifa. Profesa Janabi ambaye wengi walimzoea kama bosi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI na baadaye hospitali ya taifa ya Muhimbili, na sasa ndiye jembe la afya Afrika nzima. Mkuu huyu ana CV kali, amekuwa na mchango mkubwa kwenye sekta ya afya nchini hadi kuokoa mabilioni yaliyokuwa yanapotea kwa wagonjwa kusafirishwa nje ya nchi. Sasa hivi akiwa WHO, kazi yake ni kuhakikisha afya ya watu barani Afrika inaboreka, iwe ni kupambana na magonjwa sugu kama malaria, kisukari na presha, au kuhakikisha huduma za afya zinawafikia hata wale wa pembezoni kabisa. Anaenda kupambana na changamoto kama ukosefu wa dawa, vifaa tiba na wataalamu wa kutosha. Kitu cha maana ni kwamba huyu profesa hajafika hapo kwa kubahatisha. Aliteuliwa na serikali ya Tanzania na akaungwa mkono na wengi kutokana na kazi zake halisi. Aliposimama kutoa vision yake, watu walishangilia, sio kwa maneno matupu, bali kwa mipango yake makini kama kuimarisha huduma za mama na mtoto na kuongeza uzalishaji wa dawa ndani ya bara. Wakuu, huu si ushindi tu kwa Profesa Janabi, bali kwa Tanzania nzima. Ni kama kusema mtoto wa Kariakoo sasa anaongoza afya Afrika. Sisi kama Watanzania tunapaswa kujivunia na kumuombea aweze kutimiza majukumu yake kwa ufanisi. Makachero wa taifa tunasema shukran kwa viongozi wetu waliomwamini na kumpa sapoti hadi kufika hapo. Hii ni ishara kuwa tunaweza, tukijituma, tukiamini, tukifanya kazi kwa bidii, hakuna kisichowezekana. Obrigado Profesa Mohamed Janabi, afya ya Afrika kwenye mikono yako.